tujifunze somo lingine ambalo ni refu. Huwa nikifanya semina yake ni wiki nzima, nitakugusia kidogo tu. Tunaenda kujifunza juu ya magonjwa ya kiroho ya moyo wa mwanadamu. Magonjwa ya kiroho ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo huu moyo nayo uzungumza hapa sio huu moyo wa hapa ambao unapiga damu na kupampa. Nazungumza moyo wa kiroho. Kwa hiyo nataka leo tuangalie magonjwa haya mabaya na ya hatari sana ambayo leo ameharibu washirika wengi. Asubuhi ulikuwa unaona tulivyokuwa wengi sana pale, lakini saizi wengine hawapo. Yote haya ni magonjwa ya kiroho, kama jinsi unavyosikia watu wanaumwa kimwili, wengine mgongo, wengine wanaumwa vichwa, wengine wana pressure, wengine wana magonjwa ya figo. Ndivyo ilivyo, kuna magonjwa mengi ya kiroho katika moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo leo kama ingelikuwa ningesema tuko kliniki kupimwa hali zetu za kiroho. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu wa kiroho una magonjwa tena ya hatari. Biblia inasema ya kuua. Ya kuua. Sio ya kupona, ya kuua. Hebu tuende tuangalie kwanza kuthibitisha neno la Mungu. Tuende tuangalie katika kitabu kile cha Mithali, ile sura ya 14. Naomba msomaji wangu yule mzuri kama yupo tayari anisomee ule mstari wa 30, tuthibitishe maneno haya kama ni kweli. Mithali 14 mstari wa 30. Biblia inasema moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali husuda ni ubovu wa mifupa. Moyo ulio mzima, yani usio na ugonjwa, ni uhai wa mwili. Nataka nikwambie hivi, kuna mahusiano makubwa sana kati ya magonjwa ambayo yanawapata wanadamu na hali ya mioyo yao. Kuna moyo ambao ni mzima, ambao hauna ugonjwa, ni uhai wa mwili, bali husuda, yani wivu, ni ubovu wa mifupa. Kwa hiyo kumbe neno wivu au husuda unaweza kusababisha mifupa yako inachakaa, mifupa inaoza tu. Na kwenye mifupa kuna mafuta yanayokuwa kwenye mifupa humu ndani, ambayo kazi ya mafuta haya huwa ni kutengeneza zile chembechembe nyekundu za damu. Na kazi ya chembechembe nyekundu, kwa wale mliosoma mnajua kazi yake mojawapo ni kusafirisha vyakula katika mwili wa mwanadamu, lakini pia na kufanya hewa ya oksijeni iweze kuongezeka. Sasa angalia jinsi ambavyo leo kuna watu ni wagonjwa, wanaumwa. Kijana mdogo tu, watu kina mama na miaka 30 amezeeka, au na miaka 50 eti wewe ni mzee. Musa aliitwa na miaka 80 akafanya miaka 40 kazi ya Mungu. Sasa leo mtu wetu na miaka 80 useme umezeeka. Wewe ungekuwa kabla wakati wa Musa hujaitwa bado. Unajua, nataka nikwambie kuna magonjwa mabaya ambayo leo yanawatesa watu, na hali hiyo ni sababu ya mioyo yao. Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili. Kwa hiyo unaweza kuona shida iko kwenye maisha yako wewe mwenyewe. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote unavyolinda, kwa sababu ndiko kunakotoka chemichemi za uzima. Chemichemi za uzima zinatoka ndani ya moyo wa mtu. Sasa ukiona huu moyo unapokuwa unaumwa, zile chemichemi zinaziba, vile uhai ule hautoki. Na ndiyo maana angalia jinsi ulivyozeeka. Unajiboresha kwenye maduka tu hapo, naenda unanunua jiki, unajioshaosha walau uonekane kupendeza kidogo. Mithali 17 mstari wa 22. Mithali 17 mstari wa 22. Biblia inasema ya kwamba moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, sio ile ya pharmacy. Moyo uliochangamka manake moyo ambao hauna ugonjwa, moyo ambao una furaha. Maana Biblia inasema wazi kwamba furaha ya Bwana ni nguvu zangu.
Sasa leo ukiangalia watu wengi, mimi nahisi kama ingekuwa leo ndio watu wanaokoka, mimi nisingeokoka. Kama leo ndio kwa sijaokoka niokoke, nikikuangalia wewe, mimi singeweza kuokoka. Kwa sababu gani? Uso wa watu wengi ambao wanasema wameokoka hauonyeshi matumaini. Yaani uso umechoka. Unajua, ngoja nikwambie, kioo cha moyo ni uso wako. Uso wako. Ukiwa na moyo umechangamka, unaoonyesha kwamba moyo umechangamka ni uso. Na kama una huzuni, kinachoonyeshaga huwa ni uso. Kwa unaweza kuona watu wengi wanajikaza tu, na ndio maana huwa watu wengi wanaimba nyimbo kama Bwana himiza siku ya kurudi. Kwa sababu nimechoka, hali ni mbaya. Yaani nguvu ya kuendelea sina. Ile roho ya Joshua aliyokuwa na roho nyingine, anasema jua lisimame kwanza, lisitembee mpaka vita viishe. Leo hakuna. Watu wamechoka, wanaimba Bwana himiza siku ya kurudi, hata kama mama hajaokoka. Mimi unipeleke, niko hoi. Malizia hapo tusikie. Bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Roho iliyopondeka manake roho yenye jeraha, maumivu, uchungu, hasira, ghadhabu, kutokusamehe. Hii roho inakausha mifupa. Watu wanaumwa kiroho, nikwambie. Wakristo wanaumwa. Tutakapoenda hapa mbele, kama nitaruhusu, Mungu utaniruhusu nianze kuzungumza mioyo, kwa sababu kuna zaidi ya mioyo 40 iliyotajwa kwenye Biblia. Sasa tutaangalia hiyo aina ya mioyo hiyo. Kuna mioyo mizuri na kuna mioyo mibaya. Kwa mfano, kuna Biblia inasema kuna moyo mbovu. Moyo mbovu. Sasa hebu fikiria, umewahi kula embe bovu au chungwa bovu? Sasa kuna moyo mbovu kabisa. Kuna moyo mbaya aliyokuwa nayo Daudi. Eliabu kaka yake anamwambia, na kujua ubaya wa moyo wako. Wewe ni mdogo wangu, najua. Kondoo wale wachache umeachia nani? Umekuja hapa kutazama vitu. Na ujua ubaya wa moyo wako. Alikuwa anamfahamu. Sasa hebu fikiria, mtu ambaye ana moyo mbaya, alafu akaoana na mke ana moyo mbovu. Sasa hiyo ndoa inakuwaje? Ya ndio matatizo yaliyo makanisani. Hiyo ndio shida iliyoko kanisani. Sasa hao watu wameoana, unafikiri hiyo ndoa inakuwaje? Lakini Yeremia 17 mstari wa 9 na wa 10 inatutangazia na kutuonyesha kwa wazi kwamba mioyo ya wanadamu ina magonjwa, tena ya kuua. Magonjwa hatari. Katika tafsiri ya neno, sijui kama kuna mtu